kuanzia pale mwanzo wakianza kuact hiyo drama mpaka imefika huko, inamaanisha kwamba vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika ilikuwa vizuri, kwa sababu pale kuna wale watu ambao wanaangalia hizo vitu kama ni mbaya ama ni mzuri, wakijua venye inafanywa. Kwa hivyo kama imefika pale na imeamuliwa ama wananyanyaswa hivyo, sisi hatuoni kama ni vizuri. Kwa hivyo kama watoto wanaweza express mambo yao hata kwa drama ifike kwa watu, iko sawa. Kwa hivyo mimi sioni kama kulikuwa na kitu kibaya kwa drama ya watoto wetu, na naomba kwamba katika serikali ijue kwamba watu wana malilio yao na iweze kuwasikiza wananchi wote. Kwa hivyo mimi jambo ambalo limetendeka, wamefanya vibaya sana kwa watoto wetu wa Butere Girls. Naomba kwamba serikali iangalie pia, iombe msamaha shule yetu. Mbona wanazuia wanafunzi kupass the message kwa wananchi? Wangeacha hiyo message ifike kwa wananchi ndio tusikize hiyo message inasema nini, kuliko kuwazuia. Tena kitu kingine ambayo chenye mimi naona serikali imeenda vibaya, haipaswi wale ni wanafunzi. Mwanafunzi hapaswi kutupiwa tear gas. Tear gas kuja watumie kwa wanaume kama sisi ambao tunatoa tax. Wale ni watoto hawajaanza kutoa tax bado. Kwanza serikali ichukue hatua yake ya kwanza, ikuje hapa Butere Girls iombe msamaha kwa kunyima watoto wetu nafasi ya kuperform. Ikuje iombe msamaha tena kwa principal na watoto na huu mji wa Butere mzima kwa kutupia watoto wetu tear gas. Hatutakiko mchezo kwa watoto, juu watoto ndo wamefanya hii kaitwa national school. Hata rais mwenyewe, bibi yake mwenyewe amesoma kwa hii shule. Mbona anaangalia watoto wetu wakimislidiwa hivyo? Na yeye mwenyewe hako, mbona asichukue hatua yake? Cleophas Malala anatumia vibaya. Maana yake kama ile kwa sana na president wetu, inafaa tafute pahali wakae chini na president, si kutumia shule yetu kwa mambo kama hayo. Hii ni wakati imefika, ni kama mama mjamzito ikifika kuzaa, hiyo ndio kitu iko, kuna simu, kuna social. Kwa hivyo ni kitu wakubali kukashifiwa, alafu wa change. Ukikashifiwa una change, unaendelea.